Mimi niliposikiliza ta nikapiga spidi kubwa. Sasa naelekea ambako sielewi ndiko adui alipo ama ndiko adui hayupo. Baadaye akili imenijia pale mbele, nikageuza nikasema, mbona haya magari yanaendelea kwenda huku? Ngoja na mimi nipige U-turn. Sasa katika hali ya kawaida ungenihoji mazingira yale, ningesema kuna watu wananitafuta mimi. Kuna watu wananitafuta rasi, kuna watu wananitafuta, watu bado wabaya kabisa. Kumbe maskini wa Mungu wa Hindi si nani wanapiga mafataki. Sasa tukiulizana kwa utulivu. Ndio maana Mheshimiwa Rais anaunda tume kwa utulivu, tuipe muda ili watu waweze kueleza mambo kwa undani, kwa utulivu, pasipo kupaniki kwa aina yoyote, lakini maumivu pia yakiwa yanaendelea kushuka, kuheal, ili uweze pia kueleza jambo pasipo kuwa na hisia na niemko, ili poti ile ikipatikana. Ndugu zangu, mtu anasema walikuwa ni askari wametoka nchi nyingine wanapiga mabunduki. Sasa ripoti ile itasema, je, ni kweli walikuwa ni watu wa nje? Tukiangalia hata kwenye baadhi ya kamera, mtu anasema watu walikuwa wanafuatwa ndani wanapigwa tu bunduki namna hii. Je, ni kweli kwamba watu walikuwa wanafuatwa ndani wanapigwa bunduki, au wote kwa pamoja tulipaniki tukakuza tukio, alafu wote pia tukaanza kuwa na hofu na taifa letu wenyewe? Sasa wote tukiwa na hofu na taifa letu, tutakimbilia wapi? Nimeutaja waraka wa teki na mambo yote ambayo yameandikwa humu. Yameandikwa mengi sana mambo, na Mheshimiwa Rais pia aliurejelea waraka huu. Yapo mambo ambayo, kwa mfano ya katiba mpya, Mheshimiwa Rais ameeleza hapa ndani ya siku 100, na sisi tumeshapata maelekezo ndani ya siku 100 tume Wizara ya Katiba pamoja na taifa kwa ujumla wataanza mchakato. Lakini Mheshimiwa Rais akasema hatuwezi kuanza na mchakato wa katiba, lazima tuanze na mchakato wa maridhiano, ili tunapokwenda kwenye katiba tujue tunaamua nini tulichoridhiana, ambacho kwanza tunadhani kinaweza kuingia kikawa sehemu ya katiba zetu. Kwa mimi kama mkuu wa mkoa nilikuwa nafuatilia, kwa mfano nilifuatilia siasa South Africa, nikaangalia chama cha tawala na vyama vingine vya upinzani vya kina Malema, vya kina Musi. Nikaangalia, je, baada ya uchaguzi na baada ya kushindwa nini kilitokea. Nikaenda Zambia, nikaangalia chama cha UPND sijui cha ndugu yangu Hichilema. Nikaangalia wakati wa kwanza akiwa ameshindwa nini kilitokea. Nikaenda Nigeria, nikaangalia uchaguzi wa kwanza ule wa ndugu yangu Atiku Bakari aliposhindwa nini kilitokea, kabla ndugu yangu Jonathan na ambaye naye alikuja tena kushindwa nini tena kilitokea. Nikaenda mpaka Ghana, nikaangalia chama cha upinzani cha ndugu yangu John Mahama pamoja na Nana Akufo, baada nao kushindwa nini kilitokea na chama chao. Nikaenda mpaka Botswana, chama tawala cha BDP na vyama vingine pia vya upinzani, chama cha Duma, baada ya mara kwanza kushindwa nini tena kilitokea. Nimekwenda sehemu nyingi kuangalia, je, modal ilikuwa ni the same na Tanzania? Nikaona kabisa ilikuwa sio sawa na Tanzania. Sasa nini kifanyike? Ndio hiyo kwamba lazima watu wawe na fresh mindset, ili wakae katika taifa lao waweze kuzungumza kitu ambacho kipo na kinaweza kikawa kina mustakabali mzuri kwa ajili ya taifa lao. Na mwisho, najua na ninyi pia mtakuwa na mambo mengi pia ya kuweza kutueleza sisi. Ukiangalia mama ambayo pia anazungumzwa, juzi nilikuwa pia namsikiza Dr. Time, Padre Time. Kwanza niweke interest, Padre Time mimi kwangu ni boss, ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine mimi nikiwa assistant lecturer, na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki, na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia, kwa sababu pia nasali na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza, na ambayo hapa pia imetamkwa hapa katika ule waraka, imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya Katoliki
kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huko amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusipresenti hoja kwa mihemko. Tusipresenti hoja kwa mihemko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana, lakini hoja yani tusipitilize sana, tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini, niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi ninavyomuona kiongozi wangu wa dini, ninavyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini, ninavyofanya hivi, sifanyi hivi kwa sababu namuona yule kiongozi wa dini on himself. Nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye. Na Muislamu anavyobendi namna hii kwa shehe au kwa kiongozi au kwa mufti, anaiona sura ya Mtume Muhammad kwake yeye. Sasa ile bending ya namna hii nao ibendi kwa Mheshimiwa Rais. Kwa Mheshimiwa Rais simuoni Yesu au simuoni Mungu mbele yake, na yaona mamlaka ya utii, na ndio maana nasema shikamoo Mheshimiwa Rais. You see the difference? Huku nakiona kitu hiki, huku nakiona kitu hiki. Sasa kinachoweza kutokea pia kwa kiongozi wa dini, yeye mwenyewe akijisoften akawa ni mwepesi, ile concept ya kumuona Kristo nani inaanza kutoweka. Halafu ikianza kutoweka, unaanza kumuona mtu wa kawaida. Ukianza kumuona mtu wa kawaida, inafika zile nyakati unakuta sasa Mungu anasema pumbavu na vitu vingine. Lakini ingia kwenye madhabahu hapa, it's an art of preaching. Una preach kitu gani? Kwa nani? Kuhusu nini? Ndio maana watu wanaanza kukaa sasa, huyu mchungaji sasa naona hapa kwa kweli ameeleza vizuri. Mwingine anakaa na sasa, mchungaji hapa tunaona kidogo hii ni kama chaka hii. Kwa nini? Kwa sababu huku wanakaa kimya, hawana uwezo wa kudialogue, na ndio misingi na kacha ya mchungaji, padre au nani. That's misingi tu. Lazima umeme kukonspire na uhalifu waliotaka kumuua, au izimwe, umeme usiwepo ili hilo liweze kutokea. Kwa hiyo nimewaambia wenzangu wa TANESCO waliangalie pia kwa haraka, walichukue kama jambo kubwa sana la kisheria, walichukue kama jambo zito linaloweza pia kwenda kwenye mjadala katika jicho jingine. Waangalie hii kitu imekaaje. Je, ni kweli kuna vijana wetu sisi katika TANESCO walifanya mchezo huo na bila sisi kujua? Ikiwa ni pamoja na malalamiko mengine ambayo yapo, ambayo yanayodaiwa kuwa yanaongeza chuki. Moja ya jambo ambalo linadaiwa ni utekaji. Mambo ambayo yanasemekana kwamba yanaleta chuki kubwa katika taifa: moja, utekaji; mbili, kukosekana kwa ajira kwa vijana; tatu, wananchi kutosikilizwa; nne, viongozi kuishi maisha starehe; tano, matumizi mabovu ya rasilimali za umma; sita, matumizi ya nguvu kupita kiasi.